Jumapili ile ya kwanza kabisa nilimzungumza kuhusu Yakobo alivyokutana na Mungu katika usiku ule akiwa peke yake. Jumapili iliyofuata mjoli wa Bwana akazungumza kuhusu Gideoni, Bwana alivyomuita akiwa na jizalau, lakini alijua kuna kitu kiko ndani mwake. Asubuhi nyingine Jumapili iliyofuata nikazungumza kuhusu maisha ya Yusufu, jinsi alivyoshinda dhambi. Biblia inasema kwamba Yusufu alikasema hapana kwa dhambi. He said no to sin. Na leo nazungumza kuhusu Isaka. Isaka ni baba yake na Yakobo, na Isaka ni mtoto wa Ibrahimu, mtoto wa muujiza, mtoto ambaye alizaliwa baada ya miaka mingi sana kupita. Na asubuhi ya leo katika sura ya 26 inaonyesha wazi kwamba Ibrahimu amefariki. Katika sura ya 25 Ibrahimu ametoka katika picha. Ibrahimu sasa hazungumziwi, lakini anayefuata ni Isaka anaingia kwenye rekodi. Kama ni kamera imemalizana na Ibrahimu, kamera inaanza sasa kutembea na Isaka. Kamera ikimaliza na Isaka itaenda kwa Yakobo. Kamera ikimaliza kwa Yakobo itaenda kwa Yusufu. Na kamera ikimaliza kwa Yusufu itaenda kwa wana wa Israeli, wale watu 70 walioingia Misri. Ndivyo Mungu anavyofanya kazi. Watu wanakuja wanapita, lakini utume na injili inaendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika sura ya 26 tunaanza kuyaona maisha ya Yakobo, maisha ya Isaka. Tunayaona maisha ya Isaka ambayo jinsi ambavyo aliishi, lakini tunaona changamoto alizokutana nazo katika sura hii. Ikawa njaa katika nchi hiyo, mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahimu. Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Filisti huko Gerari. Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri. Usishuke kwenda Misri. Kaa katika nchi hii nitakayokuambia. Kaa katika nchi nitakayokuambia. Kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki, maana nitakupa wewe uzao wako katika nchi hizi zote. Nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako. Nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, nami nitawapa uzao wako katika nchi hizi zote, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia. Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu, akayahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Isaka akakaa katika Gerari. Mstari wa 6. Mstari wa 7. Watu wa mahali hapo wakamuuliza habari za mkewe, akasema ni ndugu yangu huyu, maana aliogopa kusema ni mke wangu, watu wa nchi wasije wakamuua kwa ajili ya Rebeka, kwa maana alikuwa mzuri wa uso. Ikawa alipokuwa amekaa huko siku nyingi, Abimeleki mfalme wa Filisti akachungulia dirishani, akamuona Isaka anacheza na Rebeka mkewe. Abimeleki akamuita Isaka akasema, yakini huyu ni mkeo, mbona ulisema ni ndugu yangu huyu? Isaka akamwambia, kwa sababu nalisema nisife kwa ajili yake. Abimeleki akasema, ni nini hii uliotutendea? Labda mtu mmoja wapo angelilala na mkeo bila kufikiri, nawe ungalitutia hatiani. Basi Abimeleki akawaamuru watu wote akasema, amgusaye mtu huyu au mkewe lazima atauawa. Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kustawi hata akawa mkuu sana. Akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi. Hao Wafilisti wakamuhusudu, na vile visima vyote walivyochimba watumwa wa baba yake siku za Ibrahimu babaye, Wafilisti walikuwa wamevifukia, wakavijaza kifusi. Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. Basi Isaka akatoka huko, akapiga kambi katika bonde la Gerari, kakaa huko. Mstari 18. Isaka akarudi akavichimbua vile visima vya maji walivyovichimba siku za Ibrahimu babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia.
baada ya kufa kwake Ibrahimu, naye akaviita majina kufuata majina alivyoviita babaye. Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina la kile kisima Eseki, kwa sababu waligombana naye. Wakachimba kisima kingine, wakagombana na hicho kisima tena, akakiita jina lake Sitna. Akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania. Akaita jina lake Rehoboth, akasema, kwa maana Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Akapanda huko kutoka hapo mpaka Beersheba. Bwana akamtokea usiku ule akasema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu baba yako, usiogope, maana mimi ni pamoja nawe, nami ninakubarikia na kuzidisha uzao wako. Nitakubarikia na kuzidisha uzao wako kwa ajili ya Ibrahimu mtumwa wangu. Akajenga madhabahu huko, akaliita jina la Bwana, akaliitia jina la Bwana. Akapiga hema huko, na watumwa wa Isaka wakachimba kisima huko. Baba, katika jina la Yesu, nitie nguvu kuyasema maneno haya tena. Bariki watu wako kupitia neno hili. Utujenge, utuimarishe, utie nguvu, utuonye, lakini pia Bwana utuinue zaidi, katika jina la Yesu. Amen. Neno nalo nimelipa kichwa cha somo, mazingira hayawezi kumzuia Mungu kukubariki. Mazingira hayawezi kamwe kumzuia Mungu kukubariki. Circumstances cannot stop God from blessing you. Kisa hiki au simulizi hii ya Isaka inatufundisha mambo mengi. Inatufundisha kwanza kwamba Mungu hategemei mazingira. God is not dictated by circumstances. Mungu haamrishwi na mazingira. Mazingira hayamwambii Mungu afanye nini au asifanye nini. Tunaona hapa katika kifungu hiki, Isaka anabarikiwa katika nchi ya ugeni. Biblia inasema Mungu akamwambia kaa katika nchi ya ugenini. Isaka akabarikiwa huko ugenini. Tunamuona Isaka amebarikiwa kipindi ambacho ni cha njaa kali. Tunamuona Isaka amebarikiwa katikati ya upinzani mkubwa. Tunamuona Isaka amebarikiwa katikati ya migogoro mingi. Mambo matano: nchi ya ugeni, lakini katika kipindi ambacho ni cha njaa na ukame, lakini pia kulikuwa na migogoro kati ya wachungaji wa Isaka na wachungaji wa nchi ya Gerari, lakini pia kulikuwa na ugomvi kati ya Abimeleki na upinzani kati ya mfalme Abimeleki na Isaka. Mambo yote manne hayo bado hayajamzuia Mungu kutimiza kusudi lake katika maisha ya Isaka. Mungu wetu ni mkubwa sana na uaminifu wake ni wa ajabu mno, kiasi kwamba hakuna changamoto yoyote inayoweza kumzuia Mungu asitimize kusudi lake katika maisha yako popote pale ulipo. Asubuhi ya leo nataka nikuletee mambo machache ambayo najifunza kutoka hapa katika kifungu hiki, ili yakusaidie katika maisha yako na safari yako ya kiroho. Jambo la kwanza naloliona hapa ni kwamba utii ni ufunguo wa baraka za Mungu. Utii ni ufunguo wa baraka za Mungu. Obedience is key to God's blessings. Utii. Tumeona kwamba kulikuwa na njaa katika nchi ya Gerari. Njaa ilikuwa ni kali sana, na Isaka amejaribiwa kwenda Misri ili kwenda kutafuta maisha kule, ili kwenda kutafuta malisho ya ng'ombe wake kule, ili kwenda kutafuta namna ya kuishi na namna ya kusurvive. Isaka anataka kwenda, amefanya maamuzi ya dhati moyoni mwake, anaenda Misri. Lakini Mungu anamwambia Isaka, usiende huko Misri, usishuke kule Misri. Kaa ugenini, katika mstari wa 3. Kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nao. Kaa ugenini, Mungu anamwambia Isaka, nami nitakuwa pamoja nawe. Katika mstari wa 4 inasema nitazidisha, naendelea kumwahidi zile baraka, nitazidisha uzao wako. Ukisoma hizi ahadi zote zinafanana na ahadi za Mwanzo 12 ambazo Mungu alimbariki Ibrahimu.
Ina maana Mungu anahamisha ahadi hizo za Ibrahimu, anazihamishia kwa Isaka. Kuna mambo mimi wananishangaza sana. Watu wengi huwa wanapenda, wahubiri wengi wanapenda kuhubiri kuhusu laana za ukoo. Lakini sijawahi kumsikia wengi sana wahubiri kuhusu baraka za ukoo. Bwana asifiwe. Umewahi kusikia mtu anajikita kwenye neno la baraka za ukoo? Ni mara chache sana, lakini laana za ukoo zimejaa mafundisho mengi mitandaoni, kila mahali. Unamelaaniwa kwa sababu ya ukoo, dhambi na kufuatilia, unaumwa pressure kwa sababu bibi yako alikuwa na hivi, sijui nini, mambo mengi. Lakini katika maisha ya Isaka tunaona baraka za ukoo. Baraka zinatoka kwa Ibrahimu zinakuja kwa Isaka. Sema amen. Baraka zinatoka kwa Isaka zinaenda kwa Yakobo. Sema amina. Baraka zinatoka kwa Yakobo zinaenda kwa Yusufu. Sema amina. Generational blessing. I want to declare generational blessing in your life in the name of Jesus. Nataka nitangaze baraka za ukoo kwa jina la Yesu katika maisha yako. Kama ulizaliwa katika ukoo maskini, hizo laana mimi nazikata kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunazikata. Unapookoka unaanza story mpya. Kuanzia kwako vizazi vyako vinabarikiwa. Kuanzia kwako jamii yako inabarikiwa. Na mimi nasema watoto wangu wamebarikiwa, na wewe sema hivyo hivyo watoto wako wamebarikiwa. Na utawaachia baraka, kwa sababu neno linasema mzazi mwenye hekima huacha urithi kwa watoto wake. Usiache watoto wako wanatangatanga wanakuwa chokora huko nje. Hapana. Watengenezee mazingira ya baraka. Ibrahimu, baraka zile zinarudiwa hapa. Kama vile vile baraka za Mwanzo 12. Mstari wa 5, Biblia inasema kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu. Ibrahimu alikuwa mtiifu. Ibrahimu alinitumikia. Ukimtumikia Mungu anabariki vizazi vyako mpaka kizazi cha 4. Lakini mstari wa 6 ni wa muhimu sana. Mstari wa 6 ni wa muhimu sana. Mstari wa 6 unasema Isaka akakaa Gerari. Maneno mangapi? 1, 2, 3, 4. Short but very powerful. Isaka akakaa Gerari. Maana yake ni nini? Isaka alitii sauti ya Mungu. Akabadilisha mawazo yake ya kutaka kwenda Misri, ya kutaka kuacha nchi ya Gerari kwenda Misri kutafuta maisha. Isaka akamtii Mungu. Na kwa sababu alimtii Mungu, ndiyo maana baraka zilimfuata, kwa sababu amemtii Mungu. Mstari wa 12 unasema Isaka akapanda mbegu katika nchi ile ya ugenini, akapata mwaka ule ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki. Nchi ya ugenini, nchi yenye njaa. Mwaka huo huo wengine wanalia, wengine hawajavuna, wengine hawana mazao, lakini mashamba ya Isaka yamezaa, yametoa mavuno, yametoa mahindi, yametoa njegere, yametoa shairi, yametoa ngano, yametoa alizeti, kwa sababu Mungu amembariki. Kwa nini Mungu alimbariki? Kwa sababu Isaka aliitii sauti ya Mungu ya kutokwenda Misri. Unaweza kufikiri baraka zako ziko Marekani, lakini nakwambia inawezekana baraka zako ziko Dodoma. Amen. Esther, leo umetabasamu. Nyosha mkono Esther wangu. Esther, leo nimeona tabasamu lako. Inaonekana hiyo imekuingia vizuri. Unajua kuna watu kule Libya, kuna watu kule Afrika ya Kaskazini wanapanda maboti kila siku, wanahama kwenda Ulaya. Wanakufa huko kwenye maji kama senene. Mnafahamu senene nyie? Senene mnazifahamu? Labda Gibson tu anafahamu senene humu ndani, lakini wengine hamfahamu senene hapa. Wanakufa kama senene. Wanakimbilia maisha Ulaya, wanakimbilia maisha Marekani. Kuna rafiki yangu mchungaji mzuri sana, miaka ya nyuma tulikuwa naye, mzuri tu, wa kiroho kabisa, tena alikuwa mkuu wa chuo. Akakimbilia huko kwenda kutafuta maisha. Na alivyofika huko, nishatoa ushuhuda mahali fulani. Alivyofika huko alikuwa na mke wake. Ili upate green card ile inabidi uoe Marekani. Sasa ikabidi yule mchungaji wakubaliana na mkewe wa ndoa. Sasa hebu tuachane kwa muda ili nimuoe mzungu ili nipate green card. Nafahamu green card ile? Kwa hiyo yule bwana akaamua kucompromise. Akacompromise imani yake, imani mwalimu wa principal, imani mtu yani
kabisa, mtu wa imani kabisa, anahama Afrika kwenda Ulaya, anatelekeza familia yake ili aoe mzungu, alafu sasa ndio apate green card, ndio sasa maisha yapate. Maisha yanapatikana pale Mungu alipokuamrisha ukae. Kama unaamini sema amen. Baraka zinapatikana pale Mungu alipokuamrisha ukae. Kaa pale Mungu alipokuweka, hapo ndipo baraka zako zitakufuata. Haijalishi ukame wa mahali hapo, haijalishi ugumu wa mahali hapo, haijalishi shida za mahali hapo, madam Mungu amekuweka pale, Mungu atakubarikia mavuno yako. Mungu atakubarikia mshahara wako. Mungu atakubarikia kazi zako. Mungu atakupa tenda. Mungu atakupa biashara, atapanua, kwa sababu pale unapokaa, anapo Mungu amrisha ukae, ndipo anapozituma baraka zake. Ukiondoka pale, nisikia asubuhi anasema neno, mtapishana na gari la mshahara. Mshahara unakuja huku, unakuta wewe umeshaondoka, unaenda kule. Watu wa Mungu sema amina. Sema amina. Kama unafurahi sema amina. Haleluya. Kaa pale Mungu alipo kuweka. Usifanye maamuzi kihisia, kwa sababu tu na nyanyaso hapa unakasirika unaacha kazi. Kwa sababu tu mshahara umecheleweshwa unakasirika unaacha kazi. Kwa sababu kuna njaa hapa unakasirika unaacha kazi. Usifanye maamuzi kihisia. Fanya maamuzi kwa kuisikia sauti ya Mungu. Fanya maamuzi kwa kumsikiliza Mungu. Asubuhi nilisema ya kwamba nilianza kumtumikia Mungu tangu mwaka 96 kama mchungaji. Kabla ya 99 nilikuwa kiongozi wa vijana, sijui nini, nilikuwa kazi, nimekulia kanisani. Kwa hiyo 99 ndio nilianza uchungaji rasmi ya kanisa kabisa, hii mchungaji kiongozi. Kwa hiyo nilikuwa nasema kwamba katika miaka yangu ya utumishi na katika miaka yangu ya kutembea mpaka nimefika hapa nilipo, sijawahi kujisikia kubarikiwa na kurizika na kuwa na furaha kama nilionayo nikiwa hapa Dodoma. Bwana asifiwe sana. Sijawahi. Na sijui ule upepo wa kutoka kunini, sijui ulitokea wapi ule. Lakini I'm speaking from the bottom of my heart. I'm speaking the truth and God is my witness. Kwamba baraka zilizonifuata nikiwa Dodoma ni nyingi kuliko zile katika miaka 5 niliyokaa hapa, kuliko baraka nilizozipata kule nyuma kurudi huko nyuma. Nimebarikiwa katika maeneo yote. Na sitaki ni unpack sasa hivi maeneo niliyobarikiwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu naamini Mungu, nilitii sauti ya Mungu kuja mahali hapa. Wakati Pastor Ebola amekuja jana hapo, tulikuwa tunaongea naye, sema pastor, wakati nilikuwa nakwambia utoke World Vision, hivi kuna jisikiaje? Kaambia, hey, it was not easy my friend. Unajua sisi ambao tumefanya kazi kwenye mashirika tunajua shida zilizopo makanisani na changamoto nyingi zilizopo makanisani, lakini kwa sababu mimi nilitokuwa mchungaji, zile shida za makanisani na nini, masuala ya vipato, unajua kishafika level fulani ya vipato kule, unalipwa, unatembea duniani kote na nini, unajua inajaribu sana kuja kurudi tena, ndio unakuja tena, unakuja kuanza kanisa, unaelewa vizuri. It is not easy, it's very easy. Unanielewa watu wa Mungu vizuri? Alafu mimi pia wakati nimekuja, nimeacha World Vision kule, nilienda kule tena kuwa mchungaji msaidizi kule. Sio tena hata something watu walikuwa wanaona very humiliating. Kuna watu walikuwa wanasema, wewe umefanya maamuzi gani? Lakini Mungu hutumia njia fulani za kama ni humiliation hivi, lakini ndio daraja hilo la kufanya nini? La kupitia. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, kama unanielewa sema amina. Kama unanielewa sema amina. Kwa sababu tulipozungumza kuhusu kuja Dodoma, nilikaa mwezi mzima nikiomba Mungu, Mungu ni wewe au kuna ubinadamu hapa? Na hata kama wakati nilikuwa naenda Mwanza, nilikuwa naomba Mungu, wewe uko kwenye hii au ni ubinadamu? Nilikuwa nasema kama Mungu yumo sitakataa. Na ndio maana nilisema kwamba niko hapa Bwana, nitume mimi. Nilisema kama Mungu yumo nisingekataa, lakini kama Mungu hayumo mimi siendi. Na nilisema clearly, loudly and very audibly
If God is in this, I will go. But if God is not in this, I will not go. So wakati sasa mijadala inaendeleana, yani ugumu umefika, nasema well God, you are at work, you are working. Please do your work. Kwa sababu sometimes ni vigumu sana kudiscern mapenzi ya Mungu. Unaweza kuona kwamba kule sasa ndipo Mungu anataka nini, sijui kuna uhitaji, sijui kuna nini, kumbe pale bado kazi haijakamilika. Mimi naamini Mungu ameniweka Dodoma kwa mapenzi yake. Na sina mashaka. Na kwa sababu ameniweka Dodoma kwa mapenzi yake, ninaamini kazi ya Mungu itafanikiwa, imeshafanikiwa. Ninaamini kanisa letu la DPC Dodoma, bado ndoto zetu za kuwa kanisa kubwa la kimataifa ziko pale pale. Watu wa Mungu tumpigie Bwana makofi mengi, haleluya. Watu wa Mungu tumpigie Bwana makofi, haleluya. Kanisa la kimataifa. Watakuja humu wataongezeka wa Kongo, watakuja humu wataongezeka Waganda, watakuja humu wataongezeka wa Kenya, watakuja humu wataongezeka wa Malawi, watakuja humu wataongezeka mpaka na wazungu, watakuja humu wataongezeka mataifa yote. Hii ni nyumba ya Bwana kwa mataifa yote. Na Bwana ataliinua kanisa hili. Na Bwana atalibariki kanisa hili. Kwa sababu sisi wote tulioko humu tumemtii Mungu kuwa pale anapotaka sisi tuwe. Na ndio maana wengi mnasema mimi niliongozwa na Bwana kuja hapa. Na kwa sababu niliongozwa na Bwana kuja hapa, ndio maana umesema sitoki. Kwa sababu nikitoka hapa nitapishana na mshahara wangu. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Kuna watu unajua wafanyakazi wa serikali mlihamia huku Dodoma na kadhalika, mkao naelewa wakati wa Magufuli. Kidogo kwa kweli kwani wakati mgumu sana. Lakini kuna baraka ambazo umezipata uende usingezipata kama usingekuja mahali hapa. Si ndio Kuna baraka ambazo tumezipata uende usingezipata kama usingekuja mahali hapa. Nilikuwa nasema asubuhi hivi, unajua watu wametafsiri baraka kama vitu. Wanatafsiri baraka ukiwa na ligari likubwa ndio umebarikiwa. Watu wananishambulia sana, pastor, hiki kigari chako vipi mzee wangu? Chana nacho bana, kiendani na hazi yako. Lakini anyway, ngoja tuache hiyo story. Sasa watu, amen. Amen. Akizito mbona umecheka sana? Watu wanafikiri kubarikiwa ni kuwa na mavitu fulani hivi, unaelewa? Hizo ni ishara pia za baraka, sio mbaya. Naamini pia kwamba ukiwa na labda na mashine fulani hivi, ukiwa na nyumba fulani hivi, gorofa ya kwanza, gorofa ya pili, ukawa hivyo unapiga hivi kwenye zile vacation zako, unazipiga Dubai, unazipiga kidogo kule wapi, baraka hizo pia ni baraka. Hizo ni baraka. Hiyo ni mafanikio pia. Umeelewa? Ukipiga ukapata bachelor ya kwanza, ukapata bachelor ya pili, ukapata masters ya, ukapata tena kuongeza PhD, so unasema baraka. Sote baraka hizo. Bwana asifiwe. Lakini baraka ni zaidi ya vitu. Baraka, success, ni kuwa pale Mungu anapotaka uwe, kwa wakati maalum, kwa kazi maalum, ukiwa mtu sahihi. Hizo ndizo baraka kwa ufafanuzi wangu. Blessings is to be where God wants you to be. The right person doing the right thing at the right time. Hizo ndizo baraka. Baraka ni kuwa na amani na wewe mwenyewe, to have peace within yourself. Ukiwa na vitu vyote lakini hauna amani, hiyo sio baraka. Ukiwa na vitu vyote vinavyokusababishia pressure, vinavyokusababishia asas, vinavyokusababishia msongo wa mawazo, hizo sio baraka. Baraka ni pale unapokuwa na amani hata katikati ya mapambano. Hizo ndizo baraka. Isaka alikuwa na baraka. Biblia inasema akapanda katika mwaka ule na akavuna magunia, akavuna mara 100. Anaposema mara 100, maana yake ni kwamba alivuna kupitiliza. Bumper harvest wanasema wale vijana wa mtaani, bumper harvest. Alivuna kila aina ya mavuno, karanga ziko humo, pamba iko humo, kila kitu Isaka alivuna, kiasi kwamba mfalme yule wa Gerari ambaye ni Abimeleki na watu wote wakamuonea wivu.
Kwa nini walimwonea wivu? Kwa sababu mashamba yake yamekuwa kuliko mashamba yao. Lakini unapanda vyeo bila kujua unapandishwaje vyeo, kwa sababu neema ya Mungu iko juu yako. Wote mko kategori moja ya kazi, kategori moja, lakini unapata favor nyingi kuliko wote. Mna ofisi moja, lakini favor zinazokuja kwako ni nyingi kuliko favor zinazokuja kwa wengine. Hivyo ndivyo Bwana anavyofanya. Wanaoamini na wanaoamini na kufanywa hivyo na Bwana, tuseme amina. Haleluya. Mmezaliwa na baba mmoja na mama mmoja, lakini wewe ndio kila kitu. Wanakuja, tusaidie hiki, tusaidie kile, kwa sababu neema ya Mungu ni nyingi kwako. Wote mmezaliwa mama mmoja, mmekulia mahali pamoja, mmeenda shule moja, mmeweza chuo kimoja, lakini you are seeing flourishing. Unajiona kabisa Mungu amekubariki kuliko wengine. Unajua ndugu zangu, hebu tujilinganishe na watu wengine. Wewe ni mtu wa tofauti sana. Yaani mkono wa Mungu ukiwa juu yako, wewe ni umebarikiwa kuliko unavyofikiria. Hatujui jinsi tulivyobarikiwa. Isaka akakaa Gerari. Gerari ni mahali ambapo sio pazuri kabisa. Ni mahali ambapo ni pagumu. Ni mahali ambapo hapatabiriki. Ni mahali ambapo kuna maadui. Wafilisti ni maadui wa Israeli. Tangu miaka yote Wafilisti ni maadui. Lakini Mungu anamwambia Isaka, kaa hapo hapo katikati ya maadui, ili niandae meza machoni pa watesi wako. Kaa hapo hapo. Ndugu yangu, kuna wengine mna mabosi ambao ni wanawanyanyasa. Kaa pale pale. Kaa mpaka Bwana akwambie uondoke. Usiondoke kwa akili yako. Amen. Kuna wengine mnachukia mpaka na walimu wenu. Usimchukie, kaa pale pale, atakuona una graduate hivi anashangaa. Amen. Kuna wengine mnachekwa hivi. Umeokoka ndio maana unachelewa kuolewa. Umeokoka, wewe endelea kuokoka. Sherehe yako, harusi yako itakuwa kubwa kuliko za ukoo wako wote. Mbona sisi watu wanasema amina? Hatuna ambao hawajaolewa humu ndani jamani. Yaani ingekuwa mimi ningesimama, napokea, haleluya. Amen. Usiache kwamba wanakucheka, huyo ameokoka, sijui anachumbiwa na mke, kuolewa mke sijui wa pili anakataa. Wewe kaza kamba hapo hapo. Mungu atakubariki katika msimamo huo huo. Muda si mrefu utaziona baraka za Mungu. Usitoke kwenye wokovu kwa sababu ya kuolewa au kuoa. Usiache kumtumikia Mungu kwa sababu ya pressure ya watu. Kama ni mtu alikuwa under pressure, alikuwa ni Isaka. Pressure ya njaa, pressure ya watu, pressure ya mfalme, pressure ya mke wake mzuri, mrembo, anapendeza, akipita huko watu wanamtamani. Jamaa ikabidi aseme uongo ili aweze kuwa salama. Isaac alikuwa amezungukwa na pressure kila upande, lakini Mungu anamwambia hapo hapo, kaa hapo hapo, mimi nitakubariki hapo hapo. Hapo. Kama ulikuwa process uhamishwa kwenda kutoka Dodoma, ili neno la kwako hili. Kama ulikuwa unaandika barua za kutoka Dodoma kwa sababu ya mazingira, hili neno lako hili. Bado baraka za Mungu hazijakwamishwa na mazingira. Zinakwamishwa na kutii na kutotii kwa. Wafilipi 2:5. Yesu anatuonyesha namna ya kutii. Inasema Wafilipi 2:5. Wafilipi 2:5. Utaifungua hapa mpaka 8. Biblia inasema katika Wafilipi 2:5 mpaka 8, tunamwona Yesu Kristo kama mfano mzuri wa utii. Anasema, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwepo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzoni alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya utumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Mstari wa 8 ni wa muhimu tena. Tena alipoonekana ana umbo kama la mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti. Obedience, akawa mtii
Ina maana wokovu wetu uko umeungamanishwa na utii wa Kristo. Msamaha wa dhambi umeunganishwa na uko. Hebu imagine tunaambiwa kwamba Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu wote wako sawa. Hakuna mkubwa, hakuna mdogo, Trinity. Kwa hiyo Yesu yuko sawa na Baba, yuko sawa na Roho Mtakatifu, yani ndio theology yetu tunayogundua. Usije ukasema Roho Mtakatifu ni mdogo, Yesu ni mkubwa, yani hakuna kitu kama hicho. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu wote ni equal. Wako equal. One God in three persons, equal, three equal persons. Hakuna junior, hakuna senior, hakuna. Lakini ilipokuja, nani anaenda duniani kufa kwa ajili ya mwanadamu? Nani anaenda kumwokoa mwanadamu? Biblia inasema Yesu alitii mpaka akawa kama mwanadamu. Hata alipotii kama mwanadamu, alikuja akatii mpaka mauti ya msalaba, bado ni mtii. Ina maana angetoroka kama wenzetu wa Ijumaa wanavyotuaminisha kwamba Yesu alienda pale msalabani akafanya muujiza akatoroka hivi, alafu mwingine ndiye akaingia pale akafa. Kama angefanya hivyo angekuwa hakutii. Na mimi naamini kama angefanya hivyo tusingekuwa hapa, kwa sababu tuko hapa kwa sababu Yesu alikufa, akazikwa, akafufuka. Ndio maana tuko hapa. Kama unaamini sema amen, haleluya. Yesu alitii mpaka mauti, na sisi hatupasa tutii. Bwana akisema tutii neno lake, tukae mahali alipotaka tukae ili atubariki. Baraka za Mungu haziendani na mazingira. Haziendani na mazingira. Baraka za Mungu hazizuiliwi na mazingira. Baraka za Mungu haziendani na mazingira. Zaburi 75 inasema, Zaburi 76 mstari 5, baraka za Mungu hazitoki mashariki wala magharibi, bali zinatoka juu kwa Mungu. Utii unahitaji uvumilivu. Utii unahitaji kusimama imara. Jambo la pili nataka kulizungumza ni kuhusu imani. Mstari wa 13 mpaka wa 12. 12 na 13 pale pale. Isaka alifanya kitendo cha kupanda mbegu kwa imani. Alipanda zile mbegu kwa imani. Mstari wa 12. Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100. Na mtu huyo alikuwa mkuu sana, akazidi kustawi. Kiswahili kidogo kimepoteza maneno ya Kiingereza. Alikuwa mtajiri sana. Kilitakiwa kitumie tajiri. He was so rich. Alikuwa tajiri mpaka akapitiza, akawa mkuu mno, akawa na mali na kondoo nyingi, wengi, mpaka Wafilisti wakamhusudu, wakammonea wivu. Huyo mtu akastawi sana kwa sababu alipanda mbegu wakati wa majira ya ukame, wakati wa njaa. Alifanya hivyo kwa imani. Alifanya hivyo kwa imani. Hakusubiri mazingira yawe mazuri. Alifanya kwa imani. Alimwamini Mungu kwamba yeye kazi yake ni kupanda, Mungu kazi yake ni kuzidisha. Kazi yetu sisi ni kupanda, kazi ya Mungu ni kuzidisha. Kazi yetu sisi ni kuhubiri, kazi ya Mungu ni kuokoa. Kazi yetu sisi ni kutangaza, kazi ya Mungu ni kuponya. Kazi yetu sisi ni kusema, kazi ya Mungu ni kutenda. Watu wa Mungu tuseme amen. Kwa hiyo Isaka akapanda, kwa sababu anayebadilisha mbegu ndani ya ardhi ni Mungu. Alipanda ile mbegu, na kwa sababu Mungu alikuwa amembariki na amempa neema, mvua zikanyesha kwenye mashamba yake, hazikunyesha kwenye mashamba ya wale Wafilisti wasiomjua Mungu. Mvua zikanyesha pale, wakamuona anapalilia, wakamuona anavuna, magara yake yamejaa, mpaka wakamuonea wivu, kwa sababu Isaka alipanda kwa imani. Alipanda, aliamini kwamba mimi kazi yangu ni kupanda, kazi ya Mungu ni kuzidisha. Mazao yalikuwa makubwa sana. Mazao yalikuwa mengi sana. Mwaka ulipoanza, mwaka huu 2026, tulianza na somo letu la mambo yote yanawezekana kwake aaminie. All things are possible to him who believes. Mambo yote yanawezekana kwake aaminie. Watu wa Mungu, tumezungumza kuhusu imani miaka yote na siku zote, lakini sitaacha kuzungumza kwamba imani ni ya muhimu sana katika kupokea baraka za Mungu. Imani ni mkono wa kiroho. Imani ni network ya kiroho. Imani ni kama funguo za kiroho za kupokea mambo ya Mungu. Najua Mungu ni roho, na watu wamwaminio yawapasa kumwamini katika roho na kweli. Mungu sio mwili.
Sio mpaka umuone ndio uamini. Mungu ni roho. Tunaona kazi zake, tunaona uweza wake katika maisha yetu anavyotuokoa. Jana kulikuwa na mtu hapa alikuwa anashuhudia, walipata ajali kubwa sana na familia yake, gari ikapinduka, ikaenda, ikazunguka, ikaja ikaanguka, dereva akavunjika mkono, alafu yule mwanafamilia mmoja akawa anasema mimi nakufa. Yule mwanafamilia akapiga magoti pale akasema, nakemea roho ya mauti. Hii ardhi haitameza damu ya familia yangu kwa jina la Yesu Kristo. Akakemea ile roho ya mauti. Baada ya kuikemea roho ya mauti, yule aliyekuwa anasema nakufa akasema, akaanza kupumua, akasema naona niko mzima, naona sifi tena. Pale pale, kwa sababu ameamini kwamba ile roho ya mauti ameifunga pale. Alipokuwa amekufa, alipokuwa amepata ajali, ile roho ya mauti ilikuwa kazini, lakini alivyoifunga ile roho haikutenda kazi. Maana yake ni kwamba Mungu alizuia ile roho kwa imani katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo Mungu ni roho. Kwa hiyo sasa tunapofanya mambo yetu lazima tumwamini. Imani ni njia ya kuwasiliana na Mungu. Imani ni kama network. Network ni kama network ya mtandaoni. Unaweza kuwa unaomba sana, lakini kama una imani, kama network imekatika tu. Umewahi kupiga simu ambayo network imekatika? Network haipo. Unajaribu kupiga lakini haipatikani. Imani yetu ni kama network mbele za Mungu. Muulize jirani yako, imani yako ina zile bars ni nini kwa Kiswahili? Imani yako hicho imani yako iko asilimia ngapi ya network? Muulize jirani yako hapo, uzungumza naye. Imani yako ni asilimia ngapi? Unajua kuna kuaga na mikongo ile minne, huu hapa mitano, si ndio? Kwa hiyo hii hapa ndio nataka sasa. Ikiwa hivi na maana network iko kubwa sana. Zikiwa hivi kaka kamoja, maana yake network ndogo, sio? Haipatikani. Ikiwa hivi kabisa, network haifanyi nini? Sasa nataka niulize, wewe network yako iko wapi? Imani yako iko wapi? Iko 4, iko 3, iko 2, iko 1, au imekufa kabisa? Amka usinziae, ufufuke katika wafu. Amen. Amka usinziae. Washa network. Network yako ni imani. Unapoomba unaomba kwa imani. Kuna wengine wanasema sasa naomba Mungu mbona simuoni? Naomba nini? Unaomba kwa imani. Unapoamka unaomba, Mungu nakabidhi siku yangu mbele zako. Masomo yangu mikononi mwako. Nitangulie, safisha njia, niepushe na ajali. Siku moja niliomba hivyo. Nilikuwa natoka pale Mwanza naelekea Tarime hivi. Nikaomba asubuhi, Bwana niepushe kabisa, yani hivi. Wanaofahamu hiyo njia, nikafika kuna mahali panaitwa Kirumi pale, kuna daraja hivi. Wakawa wameniweka kwenye siti ambayo sio ya kwangu. Mimi nikahama nikatafuta siti nyingine. Sijui kitu kinanisukuma tu nitafute siti nyingine. Nilivyoenda kwenye ile siti, baada ya dakika 5, ile gari ikapoteza mwelekeo, ikaanguka. Ile siti niliyohama, mtu aliyekuwa amekaa pale akavunjika mkono. Mimi nikakwaruzika kidogo tu. Sikuumia chochote. Mmenielewa vizuri? Kwa sasa watu, yani ndio imani hiyo. Imani maana yake ni kwamba unaomba, unaacha matokeo kwa Mungu. Na unapoomba maana yake Mungu anakupa ufahamu fulani ambao wewe mwenyewe huujui. Anakuongoza. Unapotaka kuoa, usioe kichwa. Usioe kichwa. Usiende kichwa. Itakukosti. Omba kama Isaka alivyo, Bwana nao napoenda atakayenipokea wa kwanza na nini. Lakini ngoja niwaambie vijana na wadada wa siku za leo, mnapenda ishara sana kuliko kusikiliza ndani ya roho zenu. Yaani ishara sijui kwa nini zinapendwa. Mimi najua ishara kubwa kuliko zote katika kumchagua mwenzi wa maisha ni amani ya moyoni. Baba, nitakaye kuwa naomba sasa, atakaye kuja kwenye ndoto, kama watakuja 3, huyo mmoja atakaye kuja huyo baba. Huyo baba. Shetani naye anasikia kwenye maombi humo, analeta lijitu tu alina mambo yake. Sasa sema basi ndio huyu. Sasa shetani alivyo atamleta fulani hivi, miguu hivi kama pingili hivi, alafu shingo limekatakata hivi, na alafu huko down yuko vizuri hivi, unaelewa vizuri
tembea namna hii, yani sema huyo. Kumbe katika unajua Biblia inasemaje katika kitabu cha Ayubu? Shetani naye akajihuzurisha katikati ya. Sasa usiende tu, yani hakikisha kwamba ucho unachokiomba imani ya kuamini kwamba huyu ndiye, kwa mawasiliano ya rohoni. Sikatai ndoto, sikatai maono, lakini usitegemee sana vitu hivyo. Hebu tuende kwenye somo langu. Somo hilo tutakuja baadaye na chacha siku ya vijana. Sasa Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ndoto, maono, mafunuo, be careful. I'm urging you, my young men and my young women. Be careful. Isaka akapanda kwa imani na mazao yakatoka mengi. Nasema kwa Kiingereza, human effort plus divine favor equals to multiplication. Unapofanya bidii wewe kama wewe na Mungu akakuweka mkono wake pale, kunakuwa na kuzidishiwa maradufu. Isaka akabarikiwa mno. Mstari wa 13, mtu akawa mkubwa sana, alikuwa tajiri mno, akawa na mali nyingi. Na hapa ndio nataka niseme mambo machache kuhusu utajiri na umaskini. Hakuna kitu mimi nachukia duniani kama umaskini, na hakuna kitu nimeendelea kuchukia kama umaskini. Umaskini ni adui wetu. Umaskini sio rafiki yetu. Kuna watu ambao wanasema zamani, hata leo hii wanasema heri maskini wa roho, wanashindwa kutafsiri maandiko vizuri. Heri maskini maana watamuona Mungu. Alafu kuna wengine wanasema eti ni vigumu sana tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni, ni kama nini yule ngamia kupita katika tu. Wanachukua maandiko kujustify umaskini. Mimi sipendi umaskini, na siutaki umaskini, na siukubali umaskini, kwa sababu sio mpango wa Mungu. Huyu mtu akabarikiwa. Ndio maana nikazungumza kuhusu generational blessing, baraka za ukoo. Zikatoka kwa Ibrahimu, zimekuja kwa Isaka, zitakuja kwa Yakobo. Baraka za ukoo nazizungumza hizo. Umaskini sio mpango wa Mungu. Mungu hakutuumba sisi maskini. Umaskini una visababisho vingi sana. Mifumo ya serikali zetu, mifumo ya kimataifa, lakini pia kuna vitu vya binafsi. Uvivu, uzembe, kutokufanya kazi, kulalamika, kulala usiku kucha, kuwa nini, inakuzalisha na kuwa ombaomba. Mungu hapendi watu wavivu. Mungu hapendi watu wasiofanya kazi. Mungu hapendi watu wanaozurura. Mungu hapendi watu wasiokuwa na mwelekeo, wasiokuwa na maono. Mungu habariki hewa. Mungu anabariki kazi za mikono yetu. Mungu anabariki wazo lako la kibiashara. Mungu anabariki wazo lako la kikazi. Mradi, ukiwa na mradi ule ukaanza kuuchakata, huo ndio Mungu anaobariki. Mungu habariki hewa tu. Usikae unasubiri mtu akuletee pesa. Usikae unasubiri mtu akuletee kazi. Toka ukatafute kazi. Nenda mitandaoni, nenda kwenye magazeti, nenda kwenye maredio, zungumza na watu. Do your part. Do your part. And then let God do his part. Wewe unakaa tu unasubiri? Hapana, hiyo imani sio kukaa. Faith is not sitting and waiting. Faith is movement. Imani ni movement. Mungu akamwambia Musa, usilielia hapo. Una nini mkononi? Hata mwanamke aliyekuwa amefiwa na mume wake katika Wafalme wa Pili sura 4, alikuwa analia, anamwambia wamekuja ili kuiba sijui nini, kuchukua watoto wangu. Maana Elisha akamwambia, una nini mama? Tafuta vile vitu ulivyo navyo, chungu ulivyo navyo, vile vifaa. Nenda kavitafute na mafuta kidogo, jifungie humo ndani. Alafu nitakuonyesha cha kufanya. Kitu mkononi. Kuna watu wengine wanataka vitu mpaka vya kushikika. Jua hata elimu ni mtaji. Elimu ni mtaji. Na nguvu pia ni mtaji. Na afya pia ni mtaji. Mbona msemi amina sasa? Anasema mmoja tu. Mbona anasema mmoja tu? Bwana asifiwe. Mungu awabariki nyie wenye bidii, awazidishie maradufu. Mungu awabariki mnaofanya kitu kidogo, akizidishe maradufu. Mungu awabariki biashara ndogo, aziongeze zio kubwa. Mungu awabariki mishahara midogo unayofanya asubuhi, aizidishe na kukupandisha cheo. Mungu abariki kazi za mikono yetu. Mungu abariki shughuli zako, akupe favor na kibali. Anayezuia hapo mbele na muondoa kwa mamlaka ya jina la Yesu.
njia itengenezeke, njia ifanyike, kwa sababu anasema yeye ndiye atupaye nguvu za kupata utajiri. Wanaopenda kuwa matajiri katika nyumba ya Bwana, nataka nisikie a big shout of faith. Amen. Shout to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. How many want to be millionaires here? I want to be billionaires here. I want to be trillionaires here. How many want to be shillionaire here? Bwana Yesu asifiwe. Ukifanya kazi kwa bidii, alafu ukachanganya kazi na imani, faith and hard work, you will succeed. Kwa sababu hata kwenye Luka 5 mstari wa 5, Yesu anamkuta Petro wamefanya kazi usiku kucha, wamechoka, anamwambia Petro, hebu rusha upande huu wa pili, rusha huko nyavu. Petro akasema, tumeteseka usiku kucha. Kiingereza kinasema we have toiled the whole night. Kwa Kiswahili manake tumechakalika usiku kucha. Tumeteseka usiku kucha Bwana. Lakini kwa neno lako ile natufundisha nini? Bidii bila Mungu haizai matunda. Bidii bila mkono wa Mungu haizai matokeo yanayosimama yatakayodumu. Lakini bidii, kazi ngumu, pamoja na imani na kusikiza sauti ya Mungu, maana yake ni kwamba Mungu atakupa multiplication, atazidisha yale mapato ukienda katika hiyo balance mbili. Achana na watu wanasema njoo nikupe mafuta utajirike, leta udongo utajirike, twende tukatengeneze nyumba yako. Kuna mwaka fulani pale Arusha, watu walitoka Kenya wakaja wakaniambia, pastor, wewe naona kama nyota inapotea hivi, hebu twende tukutengenezee mji. Nikamwambia, kaa nyuma yangu shetani wewe. Sikumwambia hivyo, lakini moyoni mwangu nilimwambia, kaa nyuma yangu wewe shetani. Nani nimekuambia mji wangu umeharibika wewe? Wale watabiri kuna watumishi wengine watabiri hapa. Anakuja na kuangalia sema, wewe nyota yako imepotea. Ndio baba. Wewe unaitwa Irene. Ndio baba. Nani? Ndio baba. Nyota yako imepotea. Kabisa baba. Ndio baba. Nyota sasa, ili nikurudishie nyota hiyo sasa, ebu leta, nenda alafu unione Jumatano ofisini. Ndio baba, nitakuja baba. Mwambie ila kwa jinga ndio waliwao, mwambie. Sijui kama ni tusi, sijui kama Bwana ameniambia niseme, sijui. Lakini tusiwe kiasi hicho. Achana mambo ya manyota kuibiwa hapa. Fanya kazi kwa bidii. Amen. Fanya kazi kwa bidii. Isaka akapanda mbegu na Bwana akabariki zile mbegu alizozipanda. Umaskini si upendi. Yule mtu akatajirika sana, akawa mtu mkuu mno, mtu wa ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la mwisho kutoka chini nataka kuzungumza ni kwamba unapobarikiwa unaongeza maadui, au uadui unaongezeka. Unapobarikiwa mara nyingi uadui unaongezeka au upinzani unaongezeka. Isaka alifanikiwa sana kiasi kwamba wale watu wakaanza kuziba visima vyake alivyokuwa amejenga, wakaanza kuvifunika, kwa sababu visima kinazungumza ni maisha. Wells speak about life and provision and inheritance. Kwa hiyo kisima cha kwanza kiliitwa Esek. Walivyochimba wakafukia akakiita Esek, maana yake mashindano. Kisima cha pili kikaitwa Sitna, wakakifukia tena maadui zake, wakasema akakiita upinzani, hostility. Sitna maana yake. Kisima cha tatu kikaitwa Rehoboth, maana yake Bwana amenifanyia nafasi ya kupanuka na kuongezeka. Sikiliza niseme, Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza niseme, wanasema hivi, wakifunga mlango huu, Mungu atafungua mlango huu. Wakifunga mlango huu, Mungu anafungua mlango huu. Na mlango wa Mungu akiufungua, unakuwa mkubwa kuliko milango iliyotangulia. Ndio maana Rehoboth inaitwa mahali sasa pa kujitanua. Bwana amenipa nafasi ya kutanuka. Nami natamka mchana huu wa leo katika jina la Yesu, Bwana anawatendea watu wake, anawapa Rehoboth. Haleluya. Bwana analeta Rehoboth. Rehoboth yako ipo. Endelea tu kupambana, kwa sababu Rehoboth yako imekaribia. Kama mlango huu umefungwa, mlango mwingine unafunguka, na mlango Rehoboth utafika pale.
Usipambane na wale wanaofunika visima vyako. Wewe endelea kuchimba visima vingine. Wewe endelea kuchimba visima vingine, kwa sababu Rehobothi inakaribia. Mahali pa amani, mahali pa utulivu, mahali pa nafasi ya kutosha ya kufanikiwa, kwa sababu maadui walifunga mlango ule. Mungu nikawaachilia, wakafunga mlango mwingine, mimi nikawaachilia, kwa sababu mimi ni mtu wa amani. Mimi sio mtu wa vita. Isaka sio mtu wa vita. Isaka sio mtu wa mapambano. Isaka sio mtu wa majibizano. Isaka ni mtu wa amani. Anataka mafanikio yake yajengwe juu ya amani. Ni mtu wa values, ni mtu wa kanuni, ni mtu wa maadili, ni mtu anamhofu Mungu. Isaka akaamua kutokupambana na maadui. Siku za leo tunapambana na maadui zetu mpaka tunapoteza mwelekeo, mpaka tunapoteza ile mwelekeo, kwa sababu tunapambana na maadui. Tunachukua muda mwingi kupambana na maadui. Mimi nakwambia, unapokuwa umepambana na adui yako katika hali ya kimwili, unapoteza muda. Endelea mbele, usiache, endelea kupambana na mlango mwingine, utafunguka. Na Rehobothi yako Bwana ataiweka sawasawa katika jina la Yesu. Rehobothi yako imekuja, Bwana anakufungulia Rehobothi yako. Isaka akapambana na njaa akashinda. Isaka akapambana na upinzani wa marafiki zake na maadui akashinda. Isaka akapambana na mgogoro wa yule Abimeleki akashinda, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Mungu anapokuwa pamoja nawe, hakuna jambo litakaloshindikana katika maisha yako. Mungu anapokuwa pamoja nawe, hakuna mazingira yoyote yanayoweza kumzuia asikupe mpenyo wa kiroho. Nazungumza asubuhi ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Wote waliomo, natamka upenyo wako wa kiroho katika jina la Yesu Kristo. Umezunguka vya kutosha, umechimba visima na vinafukiwa vya kutosha, umefanya kazi zina mafanikio vya kutosha. Nami natamka kwa neno la Bwana kwamba Rehobothi yako sasa inapatikana. Maji yaliyo salama, maji yaliyo hai, maji yanayotiririka yanaenda kuonekana katika roho yako, katika nafsi yako. Unakuwa mti kama uliopandwa kando kando ya maji, nawe utashamiri, nawe utanawiri, nawe utakuwa mtu wa ibada, wala hutamsahau Mungu, kwa sababu Mungu amekutendea. Hii Biblia inasema Isaka akapanda, akaenda kule, akatengeneza madhabahu, naye akamwabudu Bwana mahali pale. Unapofanikiwa, jenga madhabahu. Unapofanikiwa, mwabudu Mungu, usimsahau Mungu. Unapoinuliwa cheo, usimsahau Mungu. Unapoongezewa pesa, usimsahau Mungu. Isaka akajenga madhabahu, akaliitia jina la Bwana mahali panaitwa Beersheba. Watu wengi wanamtafuta Mungu wakati wakiwa na shida, wakati wakiwa wamepigika, wakati wakiwa hawana mwelekeo, lakini Mungu akiwabariki wanaanza kumkwepa kwepa. Ukimwambia zaka, anasema zaka ni nini? Ukimwambia mchango, anasema kanisa limekuwa na michango mingi. Ukimwambia sadaka ya umisheni, anakuambia sadaka hiyo ni ya kazi gani? Lakini wakati alikuwa na shida, alikuwa anamlilia Mungu, alikuwa anamuita Mungu. Lakini Isaka, maandiko yanasema, alijenga madhabahu. Nataka nikuamue kwa jina la Yesu Kristo, kajenge madhabahu katika ofisi yako, kajenge madhabahu katika biashara zako, kajenge madhabahu katika kazi zako, mahali pa kumwabudu Mungu, mahali pa kumtukuza Mungu. Usimwache Mungu kwa ajili ya mafanikio, usimwache Mungu kwa ajili ya kuinuliwa, usimwache Mungu kwa sababu kipato chako kimeinuka. Biblia inasema katika Agano la Kale, Samueli akajenga mnara baada ya kuwa ameshinda Wafilisti. Yeye alienda akajenga mnara, monument. Samueli akajenga mnara kwa sababu ya kiburi chake. Nataka niseme Bwana wa majeshi atusaidie watu wake, tusijenge minara baada ya kufanikiwa. Tusiinuke tukajenga minara baada ya kufanikiwa, bali tunapofika katika Rehobothi zetu, tunapofika mahali ambapo tunafurahia mafanikio, tumkumbuke Bwana Mungu wetu. Mkumbuke Bwana Mungu wako, mkumbuke yeye ndiye anayekupa nguvu za kupata utajiri. Umwabudu yeye peke yake, wala usiabudu mali zako. Hebu tumshangilie Bwana kwa makofi mengi mengi mengi. Nimwombe Pastor Chacha aje mahali hapo kwa ajili ya kuomba, kwa ajili ya kuombea watu wa Mungu katika jina la Yesu.